Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabone na comment vile una partage ili wengine endelee kupata habari zetu kwa muda wowote ule. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unaweza kutuandikia pia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako, au ukatujuza unaendelea kufuatilia Congo Post News ukiwa maeneo gani au la sehemu gani. Karibu katika taarifa yetu ya habari ambapo utapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako taarifa kutoka katika eneo la Ijwi mkoani Kivu Kusini katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa makazi ya mbunge wa taifa Merulo Akili Prosper yameporwa na watu wanaodaiwa kuwa ni waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, kwa mujibu wa mashahidi na vyanzo vya eneo hilo. Tukio hilo linadaiwa kutokea Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika kijiji cha Mazina kwenye groupment ya Nyakalengwa eneo la Ijwi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashahidi, kundi la wapiganaji au waasi ilifika katika makazi hayo na kuondoka na mali mbalimbali. Vyanzo kadhaa uhuru vikiwemo watu kutoka katika asasi za kiraia pamoja na vyanzo vya usalama vya eneo hilo vimethibitisha kwamba mali zilichukuliwa na watu wakati wa operation hiyo iliyofanyika na waasi wa AFC M23. Hata hivyo, taarifa zilizopo hazijaeleza kwa undani aina ya thamani ya mali zote zilizoondolewa. Tukio hili lina muhimu mkubwa kwa sasa kwa sababu alihusu tu uporaji wa mali ya mtu binafsi, bali linagusa pia hali usalama na utawala katika maeneo ambayo yameathiriwa na mzozo wa silaha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza, tukio la kuvamiwa na kuporwa kwa makazi ya viongozi za kisiasa zinaweza kuonyesha kwamba hali ya usalama wa raia na mali zao bado uko katika hali ya hatari, hasa katika maeneo ambayo udhibiti wa serikali ya Kinshasa umezofika kutokana na mapigano. Pia ikiwa madai haya yatathibitishwa kikamilifu, uporaji wa mali za raia unaweza kuongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Ijwi. Wananchi wanaweza kuanza kuhofia kwamba mali zao hazina ulinzi wa kutosha, jambo ambalo linaweza kuchochea watu kuhama maeneo au kutafuta maeneo mengine yanayoonekana kuwa salama zaidi. Jambo jingine muhimu ni kwamba tukio hili linatokea katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea. Kwa hiyo taarifa za mashambulizi, uporaji au vitendo vingine vya kijeshi zinaweza kuibua maswali makubwa kuhusu utekelezaji wa makubaliano na ahadi za kusitisha mapigano. Kwa upande wa kisiasa, kuporwa kwa makazi ya mbunge wa taifa kunaweza pia kutafsiriwa kama tukio lenye ujumbe mpana zaidi. Viongozi wa kisiasa wanaweza kuona hali hiyo kama ishara kwamba taasisi za serikali na wawakilishi wake hawana ulinzi wa kutosha katika maeneo yaliyo nje ya udhibiti ya moja kwa moja ya serikali. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba madai haya yanatokana na mashahidi na vyanzo uhuru vya eneo hilo. Maelezo zaidi yanahitajika ili kuthibitisha kikamilifu mazingira ya tukio, idadi ya watu waliohusika na mali zote zilizochukuliwa. Kwa wakazi wa Ijwi, tukio hili linaweza kuongeza hali ya wasiwasi katika jamii. Katika mazingira ya vita, uporaji wa mali huwa na hatari zaidi ya hasara ya kifedha, unaweza kuvuruga shughuli za kawaida za wananchi, biashara na maisha ya familia. Matukio kama haya yanaweza kuongeza kutokuaminiana kati ya wakazi na vikundi vyenye silaha, hasa pale ambako wananchi wanahisi kwamba hawana njia salama ya kulinda mali zao au kupata haki baada ya tukio. Kwa ujumla, madai ya kuporwa kwa makazi ya mbunge Merulo Akili Prosper huko Mazina, Ijwi, yanaonyesha changamoto kubwa ya usalama inayowakabili wakazi wa maeneo yaliyoathirika na mzozo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hili linahitaji uchunguzi
wa kina na wa kujitegemea ili kubaini kilichotokea, wahusika na kiwango cha mali zilizopotea. Wakati juhudi za kisiasa na kidiplomasia zikiendelea kutafuta amani, usalama wa raia na heshima ya mali zao zinabaki kuwa vipengele muhimu vya suluhisho la kudumu. Kwa wananchi wa Ijwi, jambo la msingi sasa ni kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa na kwamba matukio ya uporaji na vitisho dhidi ya raia hayageuki kuwa hali yao ya kawaida. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuleta wasiwasi baada ya taarifa ya kuuawa kwa raia kadhaa katika mashambulizi yanayohusishwa na waasi wa kundi la ADF. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, raia kadhaa wamepoteza maisha katika matukio ya mauaji yanayojirudia katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Mashambulizi hayo yameongeza hofu miongoni mwa raia au wakazi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na vitisho kutoka kwa makundi yenye silaha. Katika mazingira hayo, asasi za kiraia ya eneo hilo imetaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la FARDC kuongeza juhudi za kijeshi ili kukabiliana na ADF na kuzuia kuendelea kwa mauaji dhidi ya raia. Kile kinachozua wasiwasi zaidi ni kurudiwa kwa mashambulizi licha ya operation mbalimbali za kijeshi zinazofanywa dhidi ya makundi yenye silaha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa jamii za Ituri, tatizo sio tu idadi ya watu waliouawa bali pia hofu inayosambazwa na mashambulizi haya. Wananchi wanaweza kushindwa kufanya shughuli zao za kila siku kwa uhuru, huku wengine wakilazimika kuondoka katika maeneo yao na kutafuta usalama. Wito wa asasi za kiraia kwa jeshi la Kongo FARDC unaonyesha kwamba wananchi wanahitaji kuona uwepo mkubwa zaidi wa vikosi vya usalama katika maeneo yaliyo hatarini. Wanataka operation za kijeshi zisibaki katika hatua za muda mfupi bali ziwe na uwezo wa kuzuia wapiganaji kurudi na kufanya mashambulizi mengine. Changamoto kubwa kwa jeshi ni kuhakikisha kwamba operation dhidi ya ADF zinalinda raia kwa ufanisi. Hii inahitaji ufuatiliaji mzuri wa maeneo yenye hatari, ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na jamii, pamoja na hatua za haraka pale wanapoona hatari au vitisho. Kwa upande mwingine, mauaji yanayorudia yanaweza kuongeza hali ya kutokuaminiana kati ya wananchi iwapo wanahisi kwamba ulinzi wa serikali au ufiki kwa wakati. Ndio maana viongozi wa eneo hilo na jamii ya kiraia wanaendelea kusisitiza umuhimu wa hatua madhubuti za kulinda maisha ya raia. Kwa sasa Ituri inaendelea kukabili changamoto kubwa ya usalama kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na ADF. Mauaji ya raia yanaongeza hofu na yanaweza kusababisha uhamishaji wa watu na kuvuruga shughuli za kiuchumi na kijamii. Wito wa jamii ya kiraia ni wazi: jeshi la Kongo liongeze juhudi za kulinda raia na kukomesha mashambulizi yanayojirudia. Hatua madhubuti za usalama, ulinzi wa raia na juhudi za muda mrefu za kurejesha mamlaka za serikali katika maeneo yaliyo hatarini zitakuwa muhimu ili kupunguza madhara ya ghasia na kurejesha matumaini ya wakazi wa Ituri. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mchakato wa amani wa Doha unaolenga kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mgogoro kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa AFC/M23 umeingia katika hatua mpya muhimu. Hatua hii inahusu kuimarishwa kwa mekanismo ya pamoja ya kupanuliwa ya uthibitishaji wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano MCVA, ambayo imepewa jukumu la kufuatilia hali ya usitishaji wa mapigano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo umetokana na mkutano uliofanyika nchini Uswisi kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, ambako wawakilishi wa Kinshasa na AFC/M23 walijadili utekelezaji wa makubaliano hayo. Katika mkutano huo, pande hizo zilitangaza maendeleo katika kuanzishwa kwa mfumo huu, ikiwemo kuundwa kwa sekretaria ya MCVA. Hatua nyingine muhimu ilikuwa ni
misheni ya uchunguzi uliofanyika tarehe 12 mwezi wa mnane kwa msaada wa vifaa na usafirishaji kutoka kwa MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo. Misheni hiyo imeandaa mazingira ya operation ya kwanza rasmi ya kudhibitisha hali ya usitishaji mapigano ambayo imepangwa kufanyika leo tarehe 24 mwezi wa mnane mwaka 2026 huko Minembwe katika eneo la Kivu Kusini. Kwa msingi wa makubaliano yaliyofikiwa, MCVA itakuwa na jukumu la kufuatilia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano, kuchunguza madai ya ukiukwaji wa kutoa taarifa kuhusu kile kinachobainika. Hii ni jambo muhimu kwa sababu moja ya matatizo makubwa katika mchakato wa amani imekuwa ni madai yanayokinzana pande zote mbili zinazopingana. Kinshasa imekuwa ikiwatuhumu wapiganaji wa M23 na washirika wao kwa kuendelea kufanya mashambulizi, wakati upande wa M23 nao umekuwa ukitoa tuhuma dhidi ya serikali ya Kinshasa na vikosi vinavyoiunga mkono. Kwa hiyo kuwepo kwa mfumo wa pamoja wa uthibitishaji kunaweza kusaidia kupunguza utegemezi wa taifa za upande mmoja, badala ya kila upande kutangaza peke yake kwamba wamevamiwa au kwamba wengine wamevunja usitishaji wa mapigano. MCVA inalenga kuweka utaratibu wa kuchunguza madai hayo na kuyawasilisha kwa njia iliyoratibiwa. Kufanyika kwa misheni ya kwanza huko Minembwe kuna umuhimu mkubwa kutokana na hali ya usalama katika eneo katika nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Eneo hilo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika taarifa kuhusu mapigano, harakati za makundi yenye silaha na mvutano kati ya jamii mbalimbali. Kwa hiyo ikiwa operation hii itafanikiwa, inaweza kuwa jaribio muhimu la kwanza la kuonyesha kama mfumo wa MCVA unaweza kufanya kazi katika mazingira halisi yenye mvutano makubwa. Lakini changamoto kubwa ni kwamba mfumo huu unaanza kufanya kazi wakati ambako imani kati ya pande zinazohusika bado ni ndogo. Kitaalamu na kisiasa, kuanzishwa kwa MCVA ni hatua muhimu, lakini sio mwisho wa vita. Tatizo la msingi sio tu kwamba hakuna mfumo wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano. Changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba pande zote zinakubali matokeo ya uchunguzi utakaofanywa. Ikiwa MCVA itasema upande fulani umevunja usitishaji wa mapigano, swali litakuwaje? Upande huo utakubali taarifa hiyo na kuchukua hatua? Hapo ndipo ufanisi wa mfumo huu utakapopimwa. Mafanikio yake pia yatategemea uhuru na uwezo wa wachunguzi kufika katika maeneo ambayo madai ya mashambulizi yametokea, kuzungumza na mashahidi na kukusanya taarifa bila kuingiliwa. Zaidi ya hapo, mfumo huo unahitaji taarifa za haraka na sahihi. Katika mazingira ya vita, taarifa za uongo, propaganda na taarifa zinazotolewa kwa maslahi ya kisiasa zinaweza kufanya iwe vigumu kubaini ukweli. Ndio maana pande hizo zimekubaliana pia kuhusu umuhimu wa kuwa na utaratibu wa pamoja na unaofanana na kuripoti madai ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Mfumo huu haujaanzishwa ghafla. Wazo lake lilikuwa tayari limewekwa katika makubaliano ya usitishaji wa mapigano yaliyofikiwa Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Baadaye tarehe 2 Februari mwaka 2026, masharti ya kazi, mamlaka, muundo na namna ya uendeshaji wa mfumo huo yalipitishwa mjini Doha chini ya usimamizi wa Qatar. Utaratibu huo uliendelea kujadiliwa katika mazungumzo yaliyofanyika huko Montreux, Uswisi mwezi Aprili mwaka 2026 kabla ya sasa kuingia katika hatua ya utekelezaji wa vitendo. Katika mfumo huo, Umoja wa Afrika, Qatar na Marekani wanashiriki kama waangalizi. MONUSCO nayo imepewa nafasi ya kutoa msaada wa vifaa na utaalamu katika utekelezaji wa usitishaji wa mapigano na mfumo wa uthibitishaji, kuingiliana na mamlaka yake iliyoongezwa hadi tarehe 12 Disemba mwaka
mwaka 2026. Kwa ujumla, kuimarishwa kwa MCVA ni hatua muhimu katika mchakato wa Doha kwa sababu kunalenga kuweka utaratibu wa pamoja wa kutafuta ukweli kuhusu ukiukwaji wa usitishaji kwa mapigano. Misheni ya kwanza iliyopangwa kufanyika Minembwe tarehe 24 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, yani siku ya leo, itakuwa mtihani mkubwa wa mfumo huo. Ikiwa MCVA itaweza kufanya uchunguzi kwa uhuru, kutoa taarifa zitakazoaminika na kupata ushirikiano na pande zote, inaweza kusaidia kupunguza mvutano na kujenga imani katika mchakato wa amani. Lakini ikiwa mashambulizi yataendelea na pande zote zinazokataa matokeo ya uchunguzi, mfumo huo unaweza kukabiliwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo macho sasa inaelekezwa Minembwe, ambako operation ya kwanza ya uthibitishaji inaweza kutoa ishara muhimu kuhusu kama makubaliano ya Doha yanaanza kubadilika kutoka kwenye karatasi ya kidiplomasia na kwenda hatua halisi ya kusimamisha mapigano na kulinda raia huko kwenye uwanja wa vita. Na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa mbaya licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayolenga kupunguza mapigano kati ya pande zinazopingana. Taarifa kutoka eneo la mapigano zinaeleza kuwa chini ya masaa 24 au 24 kabla ya kuanza kwa ujumbe wa kuanza kwa uhakiki na ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano unaodaiwa kuwekwa chini ya mchakato wa amani, kumekuwa na mashambulizi mapya katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Kulingana na taarifa hiyo, muungano wa makundi ya waasi unaoundwa na M23, Twirwaneho na Red Tabara umeonekana kuendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na FARDC pamoja na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Tukio kubwa limeripotiwa katika eneo la Malimba ndani ya groupement ya Bijombo ambako wapiganaji wa muungano huo walifanya mashambulizi dhidi ya nafasi zinazoshikiliwa na na FARDC pamoja na Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilifanikiwa kuzuia kusonga mbele kwa waasi katika eneo hilo. Hata hivyo, taarifa hiyo inaeleza kwamba waasi bado walikuwa wakidhibiti nafasi 3 zilizolengwa wakati wa jioni ya Jumapili. Hali hii inaonyesha kwamba licha ya kuwepo kwa juhudi za kisiasa na za kusimamisha mapigano, hali halisi katika uwanja wa vita bado ni tofauti. Pande zinazopigana zinaendelea kuweka nguvu katika maeneo yenye umuhimu wa kimkakati. Wakati huo, katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini, mapigano mengine yameripotiwa katika groupement ya Luhango, hasa katika lokaliti ya Luhago na kijiji kidogo cha Chulwe. Taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji wa M23 walishambulia nafasi zinazodhibitiwa na Wazalendo. Hata hivyo, hali ya udhibiti wa maeneo hayo inaonekana kuwa tata. Vyanzo vinavyotajwa katika taarifa vinaeleza kuwa baadhi ya maeneo yao yanadhibitiwa kwa kugawanywa kati ya M23 na Wazalendo. Kwa upande wa raia, hali ni ya wasiwasi mkubwa. Wananchi wengi wamekimbia makazi yao na kujificha katika misitu na vichaka vilivyo karibu na Luhago, wakihofia kuingia katika mapigano. Tukio hili lina muhimu mkubwa kwa sababu limetokea wakati ambako ujumbe wa kwanza wa uhakiki wa ufuatiliaji wa mapigano ulikuwa umetarajiwa kuanza kazi. Kitaalam, ujumbe wa aina hii unalenga kufuatilia kama pande zinazohusika zinaheshimu makubaliano, kutambua ukiukwaji na kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kuzuia mapigano kurejea kwa zaidi. Lakini mashambulizi yanayotokea kabla hata ya mfumo huo kuanza kufanya kazi yanaweza kuwa ishara ya changamoto kubwa inayokabili mchakato wa amani. Kwanza, kuna tatizo la kutokuwepo kwa imani ya kutosha kati ya pande zinazopingana. Kila upande unaweza kuona kusitisha mapigano kama nafasi ya kujipanga upya kijeshi badala ya kuacha kabisa operation. Pili, maeneo kama Malimba, Bijombo, Luhago na Chulwe yana muhimu mkubwa kwa sababu udhibiti wake unaweza kuathiri harakati za wapiganaji, usalama wa wananchi na mawasiliano katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini.
Tatu, hali hii inaonyesha kuwa makubaliano ya kisiasa pekee hayawezi kuhakikisha amani ikiwa hakuna mfumo madhubuti wa ufuatiliaji, utekelezaji wake na kuwajibisha wale wanaokiuka makubaliano. Wananchi wanaojificha katika misitu karibu na Luago wanakabiliwa na hatari ya kukosa chakula, maji, huduma za afya na makazi salama. Wakati mapigano yanapoendelea, shughuli za kilimo, biashara na usafiri pia huvurugika. Kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya vijijini kunaweza kuongeza idadi ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao. Hii ndio sababu usitishaji wa mapigano una muhimu mkubwa kwa wananchi kuliko unavyoweza kuonekana katika meza ya mazungumzo. Kwa raia, kusitishwa kwa mapigano kuna maanisha nafasi ya kurudi manyumbani kwao, kulima mashamba, kupata huduma za msingi na kuishi bila hofu. Kwa ujumla mashambulizi yanayoripotiwa Malimba, Luago yanaonyesha kwamba njia kuelekea amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ina changamoto kubwa. Wakati ujumbe wa kwanza wa uhakiki wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano unaotarajiwa kuanza kazi, mapigano haya yanaweza kuwa mtihani wa kwanza muhimu wa uwezo wa mfumo huo kubaini ukiukwaji wa kuzuia hali isizidi kuwa mbaya zaidi. Jambo la msingi sasa ni kuona kama pande zote zitakubali kuheshimu makubaliano, kusimamisha mashambulizi na kutoa nafasi ya mchakato wa kisiasa kuendelea. Kwa wananchi wa Malimba, Bijombo, Luango na maeneo mengine yaliyoathiriwa, kinachohitajika si ahadi pekee za amani, bali kusitisha kwa mapigano kwa vitendo, usalama wa raia na mazingira yatakayowaruhusu kurejea katika maisha yao ya kawaida. Hivyo matukio ya sana siku zijazo yatakuwa muhimu katika kuonyesha kama usitishaji huu wa mapigano unaweza kuwa mwanzo wa utulivu wa ukweli au kama utabaki kuwa makubaliano yanayoandikwa kwenye makaratasi bila utekelezaji kamili. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni hakikisha tungotea habari sahihi naweza kuaminika vile kwa muda muafaka kupitia mtandao wetu wa YouTube Kongo Post News. Lakini pia unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kufuatilia au unaendelea kupata matangazo yetu ukiwa sehemu gani au eneo gani. Na asante kwa kuwa nasi hadi mwisho wa habari. Asante, chao.